Baba, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo, Mungu nitupenda upeo. Asante Yesu kwa uzima ambao umetupatia tena, si kwa akili zetu wala si kwa nguvu zetu, maana nasema si kwa uwezo wala si kwa nguvu, ila ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Nakushukuru Mungu mwenye nguvu, uliyesema kwamba mwenye mwili awaye yote asije akajisifu. Tunakushukuru sasa kwa kuwa hata kuishi kwetu ni neema, si kwa nguvu zetu, hapana, wala hatukustahili. Maana wako waliokufa hata ni wazuri kuliko sisi. Hivyo Roho Mtakatifu, sasa tunakualika kama tumekusanyika, ili Bwana upate kusema nasi maneno ya uzima. Ninaachia damu yako Yesu kufunga na kuharibu kila roho za giza, hazina mamlaka katikati yetu. Baba, nakushukuru Mungu mwenye nguvu. Asante Roho wa Kristo, pokea utukufu na shukrani. Tuko tayari kusikia. Fungua masikio yetu ili Bwana upate kutuponya. Asante Mungu mwenye nguvu, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu, amen. Roho Mtakatifu ametupa tena nafasi nyingine kama watoto wake, ili tuweze kukutanika tena. Maana kama maandiko yanavyosema kwamba katika Waebrania ile sura ya 10 na mstari ule wa 25, kwamba wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo ya kwa siku ile inakaribia. Hivyo sasa, kama wana wa Mungu, yako mambo ambayo wa Mungu anakuwa anapenda tuyajue, ili ifike hatua shetani asitubabaishe, shetani asitutishe. Tunakwenda kujifunza somo linalosema kufa ni faida. Kufa ni faida. Wengi wetu huwa tunaona kwamba katika ile bustani ya Edeni, baada ya kwamba Adamu na Hawa walipofanya dhambi, na hata kabla ya hapo, Mungu yeye mwenyewe alisema kwamba watakapokula matunda ya mti ule watakufa. Lakini Adamu na Hawa waliingia katika ushawishi, adui akawadanganya. Baada ya kuwadanganya, sasa wakaingia katika mtego. Hivyo mwanadamu sasa akawekewa kufa, yeye aliyekuwa hapaswi kufa. Sasa ili jambo, shetani huwa anatumia nguvu kubwa sana kwa ajili ya kuogopesha watu kwamba unapokutana na jambo lolote kwamba yeye atakuua. Hivyo hutumia nguvu kubwa sana kuweza kuwatisha watu na kuwaelekeza kwamba watakufa. Na hata mtu mwingine utakuta yeye kinachofanya aweze kuhofu ni kifo, na ndani yake huyo mtu ujue anakuwa ana kitu kingine ndani yake. Na hivyo wengi huwa hawatambui na wengi huwa hawaelewi kwamba ni nini ambacho kinafanya kazi ndani yao. Hivyo siri huwaga ni moja tu. Endapo unapokuwa umegundua, umepata ufunuo wa kuelewa kwamba kumbe shetani silaha yake moja, kitisho chake cha mwisho ni kukutisha kuhusu kifo. Sasa ikiwa hauna Mungu ndani yako utababaika. Ikiwa hauna Mungu ndani yako utakuwa na mashaka na hofu. Utakuwa ni mtu wa kutetemeka tu, naweza nikafa. Unajua, nataka niweze kuongea kwamba kifo ndio mlango wa kufanya mtu aingie mbinguni. Kifo ndio mlango wa kupeleka katika mahali pengine
kwa sababu katika ulimwengu huwa tunaishi sawa, lakini ulimwenguni tunayo dhiki. Hakuna raha katika dunia. Ndio maana wajinga wanaoishi katika uchafu, wanaoishi katika dhambi, wanaoishi katika ujinga wa dunia hii wanajifariji katika uchafu, katika masengenyo, katika uovu, katika uongo, katika usagaji, ufiraji na ulawiti, katika matusi, katika dhambi za kila namna. Hawa ndio wanaoona dunia kama vile ni tamu bado, wanaona uovu kama vile ni kitu kizuri sana. Ndio hawa wanaopenda dunia, wanaopenda mambo ya upumbavu katika dunia hii. Wao huona wana akili, lakini mbele za Mungu wanakuwa ni wajinga, kwa sababu baada ya kufa wataenda kwa baba yao Shetani, kama maandiko yanavyosema katika ile Yohana sura ile ya 4 na mstari ule wa 40. Ni Yohana sura ya 8 na mstari ule wa 44, kama maandiko yanavyosema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu Ibilisi ndizo mpendazo kuzitenda, kwa kuwa yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo. Kwa hiyo wengi wanaopenda dunia, baba yao ni Shetani. Ndio maana ndani yao matendo ya kimungu yameshakufa, hayawezi kuwemo, kwa sababu Mungu hayupo. Ndio maana mtu anayefurahia uchafu, anayefurahia dhambi, huyo ndani yake ameshakufa kiroho. Mbele za Mungu ni maiti, ambayo kwa mauti huyo anatajwa kafa kiroho. Na anapokufa kiroho sasa, ikatokea amekufa kimwili, moja kwa moja wanakwenda jehanamu ya moto na anachomeka. Ndio wengi wanaanza kujidanganya na dini zao. Tutakutolea sadaka, tutakufanyia maombi. Hizo ni dini za waenda motoni, wala Mungu hazitambui. Mtu aliyekufa na uzinzi wake ataenda kuchoma kulingana na uzinzi wake. Mtu aliyekufa kwa usagaji au firaji atakwenda kuchoma katika uchafu wake. Sasa mtu anakuambia tutakutolea sadaka. Je, Mungu anapokea rushwa? Maandiko yashakwisha kusema katika Waebrania sura ya 9 na mstari wa 27, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Ukisha kufa ni hukumu, ni kwenda kuchomeka tu, kama uliishi maisha ya uchafu. Hasa mtu mwingine anaweza kadanganywa, tutakutolea sadaka. Je, Mungu anashawishika na sadaka hizi? Je, Mungu anashawishika na sadaka hizi? Yaani sadaka imshawishi Mungu, wakati wewe umekufa kwa uchafu wako, ili sadaka imshawishi Mungu akupeleke mbinguni. Kwa kibali gani? Kwa vibali vipi? Watu ambao wanaotafuta kazi serikalini, ikiwa hawana vibali maalum vya kuwapatia kazi za serikalini, hata watoe namna gani, sio vitu gani, hawawezi kukubaliwa kufanya kazi, kwa sababu hawana kibali. Hata mbingu kuingia lazima mtu awe na kibali. Ndio maana Mungu huaga hapendezwi na sadaka kuliko kuitii sauti ya Mungu. Yaani usifikiri Mungu sadaka inamshawishi kuliko kuitii ile sauti ya yeye anavyokuwa anakueleza ufanye. Ndio maana katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 15, Samueli wa kwanza sura ya 15, labda tuanzie pia mstari wa 22. Naye Samueli akasema, je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kuitii sauti ya Bwana? Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Sasa watu wengi wanalikataa neno la Mungu, alafu anajifanya eti akifa atolewe sadaka ende mbinguni. Mbingu ya wapi? Ndio maana wengi wanashushwa kuzima katika moto, wanatupwa huko. Mungu huruma yake iko pale mtu anapokuwa yuko hai. Ukisha kufa ulifanya uchafu, huwezi kukanyaga mbingu. Mbingu hawaingii watu ambao wako kama wewe. Mbingu hawaingii wachafu kama wewe. Mbingu hawaingii watu wanaofanya uovu kwa makusudi, wanajua huu ni uchafu afa anafanya. Unatamani nini mbinguni? Mbingu ipi? Mbingu gani? Shetani yeye mwenyewe ana mahali pake pa kuwapeleka, maana mmekuwa ni wafuasi wake katika uchafu wa dunia. Mtu yuko kama mpagani tu. Sasa katika Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 21 tunaelezwa kwamba kufa ni faida. Hapa sasa ni kwa mtu aliyekuwa koka, anayeishi maisha ya usafi na utakatifu, anayekubali kuliishi neno la Mungu kama lilivyo bila kubagua. Maana wengine unasikia hili labda sawa, lakini hili hapana. Hili nitaacha, lakini hiki sitaacha. Mbele za Mungu hatupaswi kuchagua vitu vya kutendea kazi, kwamba hiki natendea kazi alafu hiki sitendei kazi.
mbele za Mungu tunatenda kazi kila yale ambayo tunayoamriwa. Sasa mtu wa hivyo anapokufa mbele za Mungu ni faida. Ndio maana shetani asikudanganya akukutisha, nitakuua. Ndugu yangu, nikueleze njia ya kwenda mbinguni ni mpaka kifo kitokee. Huwezi kuingia mbinguni kabla kifo hakijatokea. Lazima kifo kitokee ili mwili utengane na dunia, halafu upate kuingia ufalme wa mbinguni. Ndio maana kwa mtu aliyeokolewa kufa kwake itakuwa ni faida, ni furaha. Ndio maana unaona hapokuwa si umeugua, shetani anaanza kukuhubiri utakufa. Mwambie, unataka kuniwe shetani, nifungulie mlango uniingie mbinguni. Yaani hawezi kukuua. Akishajua kwamba umeigundua siri, kwamba siri moja ya kufa ndipo unapoweza kwenda mbinguni kukaa na Mungu wako huko. Shetani akishajua umegundua hiyo siri, vitisho vyake vya kukuua hawezi kubeta tena. Wengi tu tunakaa tunamwogopa. Sijui mnaogopa vitu gani? Sasa uliokoka unaogopa kufa. Ndio maana mtu yeyote anayeogopa kufa ndani yake ana pepo, na ndani yake hajapata uwezo wa kushinda dhambi. Aliyeshinda dhambi anapona labda kifo kinatokea, ndani yake anajua naenda mbinguni, hana mashtaka. Lakini wewe unavaa kama wigi, ni chubwa ngozi kama kahaba, unafikiri ikitokea kifo tutaanza kuogopa hapo. Ndani yako kuna mwingine, yani akiona nakufa, nakufa. Sasa unaogopa nini? Wewe si mwana wa Mungu, unaogopa nini sasa? Kifo ndio mlango unaokufungulia kuingia mbinguni. Ni kama ndani ya nyumba huwezi kuingia mpaka ufungue mlango. Unapofungua mlango ndipo unaingia ndani, na kifo ndio kinakufungulia mlango sasa wa kuingia mbinguni, kama uliishi maisha ya utakatifu, na utaingia motoni kama uliishi maisha ya uchafu. Ndio maana katika Filipi sasa sura ile ya kwanza na mstari wa 21 hapa maandiko yanasema hadi mstari ule tutasoma hadi nadhani mstari wa 23. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ila ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya kazi, basi ninachokichagua sikitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Natamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Unaona, bali kudumu katika mwili kwahitajika zaidi kwa ajili yenu. Anasema anatamani kwenda zake akae na Kristo, kwa maana ni vizuri zaidi. Ni vizuri zaidi kwenda zako mbinguni ukakae kule mahali ambapo hakuna kufa, hakuna kuugua. Ndio maana watu wanashangaa, eti sina raha. Wewe sasa hapa duniani hapa wewe unataka kupata raha kama nani? Duniani hapa unataka kupata raha kama nani? Yeyote anayetafuta raha ya dunia ni mwenda motoni. Yeyote anayetafuta amani ya duniani, huyo ni mwenda motoni. Yeyote anayefurahisha na uchafu wa dunia, huyo ni mwenda motoni. Mtu anayemjua Mungu hawezi kusema eti duniani hapa ana raha. Huyo ujue ni mwenda motoni. Yaani ikiwa mtu anaweza kakaa akaanza kuwaza, anapenda dunia, anatamani vitu vya hapa, huyo ujue kabisa ndani yake huyo akifa anaenda motoni. Kwa nini? Mungu hayuko ndani yako. Ungekuwa una Mungu ndani yako, ungeanza kuwaza na kufikiri, hivi hapa ulipo, je, uko na shetani au uko na Mungu? Dunia tumeshaelezwa. Dunia nzima mkuu wa ulimwengu ni shetani. Kwa kuwa ni shetani ndio maana leo naugua, mtoto mara kachemka, mwingine sui kaungua na moto, mwingine kapata ajali kavunjika miguu yote, mwingine anashangaa sui mke wake ameenda kuziniwa huko, mwingine anashangaa vitu vinaharibika nyumbani. Hapa duniani hatuna raha. Ndio maana mwenye raha akaende mbinguni. Ndio na wengi pia huwa wanatamani ukaenda mbinguni, lakini wao hawezi kuingia. Ndani yao wanatamani kuingia mbinguni, lakini matendo yao yanawazuia. Katika Ufunuo wa Yohana sura ya 14 Ufunuo wa Yohana sura ya 14 na mstari ule wa 13, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, naam asema Roho, wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Sasa ili andiko huaga wanaitumia watu wengi sana. Heri wafu wafao. Bora bwana umekufa, umemaliza mwendo. Umemalizaje mwendo? Uliishi ni mlevi, huyo kamaliza mwendo, huyo kaenda motoni. Aliishi ni msagaji, ni mtukanaji, amejaa uovu ndani yake, huyo hajamaliza mwendo, yuko motoni, anachemka. Wanaotajwa ni wanaokufa katika Bwana, maana yake walio na Yesu ndani yao. Yeye Yesu aliyekuja kuwaokoa, lakini hawakumtaka. Wengi hawakumtaka, hajawaokoa, hawezi kukanyaga mbingu.
Yeye anasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Mtu hawezi kufika huko mbinguni kwa Baba bila njia ya Yesu Kristo. Mtu anakataa na kubali, atajua yeye mwenyewe, lakini neno la Mungu huwa haliwezi kubadilika. Sasa unaelezwa heri wafu wafao katika Bwana. Manake wamebarikiwa wanaokufa ndani ya Yesu. Kwa nini? Hao watu jehanamu ya moto inakuwa haina nguvu kwao, wanakuwa wanapelekwa eneo jingine. Ndio maana tunaeleza kwamba kufa ni faida. Kufa ni faida. Ni faida kwa sababu unaenda mbinguni ambako hautakufa tena, hautaugua tena, hautapata magonjwa yoyote, huwezi kupata situation yoyote ile. Lakini wale kwa jehanamu ya moto wanachemka kule mchana na usiku. Wao wanateswa na kuhangaishwa. Walichoteswa ni nini? Wameteswa kwa sababu ndani yao wamejaa uovu, hawakumkiri Yesu. Niwaeleze kitu kimoja. Huyu rais wa Libya ambaye mnayemwona, mlikuwa mnamsikia, anaitwa Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi yuko jehanamu ya moto. Baada ya kufa, yeye hakufanikiwa kuingia mbinguni kwa sababu hakuwa na Kristo. Ndipo mtu mmoja wa Mungu amepelekwa kule aliko Muammar Gaddafi. Anachemka, akawa analia, anasema naombeni jamani, duniani huko nimejenga misikiti mingi, bomoeni mjenge makanisa, igeuzeni iwe makanisa. Anaomba msamaha. Motoni huwezi kuomba msamaha tena. Jehanamu ya moto kisha ingia, huwezi kuomba msamaha tena. Kwa hiyo analia, lakini uwezekano wa kutoka kule hauko. Mtumishi mmoja wa Mungu anasema uwezekano tena kutoka motoni mtu hawezi kutoka. Ukishaingia ndio mijadala imefungiwa hapo. Wengi huwa wanajua kwamba Yesu ndiye anayepaswa kufuatwa baada ya kuwa wameanza kuchemka katika moto milele. Wanapokuwa huko duniani wanaanza kusema na mimi na dini yangu, pamoja na uzinzi wanasema na dini yangu, pamoja na uchafu wanaendelea nao, lakini anasema na dini, anajivunia dini. Ngoja baada ya kufa atajua kwamba hiyo dini yake haikuwa dini ya kimungu. Anajikuta yuko motoni, halafu kule ataanza kumtambua kwamba kumbe Yesu ndiye alipaswa kufuatwa. Ataanza kutubu. Kule motoni hakuna cha kutubu. Ukishaingia no second chance. Hakuna na nafasi ya pili. Kule ni mateso, ni kuchemka mwanzo na mwisho. Alafu wengi huwa amuijui jehanamu ya moto. Ndio maana wengi mnafanya uchafu, mnafanya mizaha na kumdhihaki Mungu. Mnafanya mizaha, hamjaijua jehanamu ya moto jinsi ilivyo. Laiti mngefunua macho kiroho, mkaijua jehanamu ya moto jinsi ilivyo, na kueleza kabisa, ungeamka usingizini, ungeacha kujivunia dini, ungesimama na wokovu. Wako wengi wana dini zao, wako kuzimu, wako motoni kule, mahali ambapo kuna mafunza. Yani najua kuna wengi mnajua vile vyoo vya kijijini. Vyoo vya kijijini huwa vimejaa funza ndani yake. Yani unapochungulia unakuta, yani mfano hata ule uchafu ule, kile kinyesi kimetafunwa na wale funza. Na motoni ndivyo palivyo. Wale funza wako design ile, wanaingia tumboni, wanatoka, wanatoboa macho. Watu walioko jehanamu ya moto hata macho hayako tena, wanakuwa ni kama watu walioungua, na kama vile mti ulioungua, ni kama vile masizi ya mkaa. Mtu haeleweki tena, hata kama alikuwa ni mzungu, alikuwa sijui ni nani, ameliwa mwili, nyama zake zimetafunwa. Funza wanatafuna, wanaingia na kutoka, na funza wanapoingia ndani huwa wanaacha sumu kali sana, maana ndani ya meno yao huwa wana sumu. Ni funza wanaotafuna watu, lakini watu wanajifanya kwamba wao wana akili sana kuliko Mungu. Haina tatizo, lakini baada ya kufa utakuja kuelewa, haina shida. Wengi wanadhihaki, lakini wakiwa jehanamu ya moto wanaanza kulia, Mungu utusamee, na kule huwezi kusamehewa tena. Lakini mara nyingi nasemaga Mungu yuko vizuri. Kuweka jehanamu ya moto, Mungu naona alifanya vizuri, kwa sababu kuna watu wengi wauga wanadhihaki na wanadhihaka, lakini siku ya kufa utakuja kutambua kwamba dhihaka zako zimekufikisha hapo ulipo sasa. Katika Isaya sura ya 66 na mstari wa 24, nao watatoka nje na kuitizama mizoga yao watu walioniasi, maana funza wao hatakufa wala moto wao hautazimika, nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili. Kule ni funza zinakutafuna, ni wadudu ambao Mungu aliwaumba special ili wakae kule. Sasa mtu aliyeokoka akamjua Yesu atakuwa na furaha kwamba napokwenda kufa sasa naenda kukutana na Mungu wangu. Aliyeokolewa ndani yake atakuwa anatamani kufa. Ambaye hajaokolewa ndani yake anaoga kwa sababu nafsi yake inajua nikifa sasa hivi naenda motoni. Nafsi ile inajua kwamba huyu akifa anaenda motoni. Kwa nini? Maisha yake anayoishi ni maisha ya uchafu. Kwa hiyo ile nafsi inakaa inamsuta, inakaa inamuogopesha. Ndio maana mtu yeyote anapokaa anapata woga.
naweza nikafa. Ukiwa unaumwa, naweza nikafa. Kwa nini haogopi kufa wakati na Mungu? Sasa aliye na Mungu huwa haogopi kufa. Anajua kufa ni mlango unafunguliwa ili nipate kukaa na Mungu mbinguni. Lakini asiye na Yesu ndani yake, kikisogea kifo, ataanza kulalamika, ataanza kulia. Anajua kwamba huyu anaenda motoni. Ili nafsi yake, mtu wake wa ndani, huwa anagundua kwamba huyu anaenda motoni. Hawezi kufurahi mtu wa namna hiyo. Na niweze kueleza hapa kwamba tuweze kujua kabisa mtu yeyote ambaye aliye na Kristo ndani yake, huyo ndiye anayetajwa anapokuwa anatoka duniani kwamba amepiga vita vizuri. Lakini maneno haya utakuta hata wanasiasa wanaongea, nimepiga vita vilivyo vizuri. Umepigaje vita kwenye siasa wewe? Nimepiga vita vizuri kwa kupalamia wake za watu. Nimepiga vita vizuri. Vita gani? Kwa kuvaa mawigi na makorokoro ya kishetani. Mungu anakuumba hivi, unajigeuza. Wengine wanavaa makalio bandia, sio maziwa bandia. Sasa unasema umpiga vita vizuri. Vita vizuri gani katika uchafu ambao unaoendelea nao? Wengi wanatamani kuingia mbinguni, wao hawaingii. Wanafikiri kuingia mbinguni ni kama kurahisisha tu. Mbinguni sio nyumbani kwako. Kwamba unatoka huko sokoni umelewa mapombe unaingia nyumbani kwako. Mbinguni sio huko. Umetoka kuzini na wake za watu mitaani huko, afu unaingia nyumbani kwako. Mbinguni sio huko. Umetoka ndani yako una kusamehe, umejaa vinyongo, umejaa masengenyo, umejaa hasira, umejaa fitina, kwamba utaingia mbinguni. Mbingu ya nani? Mbingu ya nani? Ujue shetani ndiye anayepeleka watu wake kule. Katika Timotheo wa pili, sasa Timotheo wa pili sura ile ya 4 mstari ule wa 7 hadi wa 8. Timotheo wa pili sasa sura ile ya 4 mstari wa 7 hadi wa 8. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na wale wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Unaona, iko taji waliopenda kufunuliwa kwa Yesu. Mtu anayemtaka Yesu, anayemhitaji Yesu, huyo amependa kufunuliwa kwa Yesu. Kama hamtaki Yesu, shauri yake jehanamu ya moto siipo. Tutakuja kuona, wanasema wache inyeshe, tutajua panapovuja ni wapi. Ndio maana kila mtu anaweza kaibuka na mimi na dini, haina shida. Siku ya kufa utagundua kwamba ulichokuwa umekishika sicho, lakini ambacho ipata kushika ni hiki hapa. Hapo ndipo wengi wao wanaanza kulia na kusema hao viongozi wetu wa dini walitudanganya, hawakutuambia ukweli. Lakini kwa wakati ule haitasaidia. Wakati ni sasa. Ndio maana unaelezwa saa ya wokovu ni sasa. Saa ya kuamka kutoka usingizini ni sasa. Sasa kupiga vita vizuri vya imani ni mtu aliyekaa katika wokovu, akakaa maisha ya usafi na utakatifu, akawa hajachangamana na dunia. Wengi wanachangamana na dunia, na maandiko yamesema wala msifatishe namna ya dunia hii. Wengi wanachangamana na ulimwengu, kama dunia inavyoenda na wao wanaenda. Sisi huwa tunatajwa ni kama maaskari wa Kristo Yesu. Hivyo askari huwa hawezi kujichanganya. Askari umkute na yeye anauza mboga sokoni. Askari umkute na yeye analima mashamba. Askari huwa changamani na vitu vingine. Huu ni mfano. Mtu yeyote aliyeokoka hapaswi kuchangamana na kitu chochote cha kidunia katika uovu. Yani wewe ushaokolewa, ni askari wa Yesu. Hivyo matusi yawe mbali na wewe, mzaha uwe mbali na wewe, mamizaha, utani, maigizo, vyote hivi ni mizaha, utani. Mnamtania mtu, unasema uongo. Askari aliyeokolewa, wewe ni askari wa Mungu, hupaswi kuchangamana na vitu hivi. Ndio maana sasa katika Timotheo wa pili sasa sura ile ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4, maandiko yanasema, ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiae katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Unaona, askari huwa hawajitii katika shughuli za dunia. Maana yake wewe uliokoka usijitaki kujifanya kama ni mwana wa shetani. Katika kila uchafu na wewe umo, lazima iweko tofauti inayokutambulisha kwamba wewe si mwana wa dunia, wewe ni mwana wa Mungu. Lazima iweko tofauti, lazima iweko tabia inayokutofautisha na vile dunia inavyoenenda. Lakini ukijikuta kuongea kwako unaongea kama wapagani, kuvaa kwako unavaa kama wapagani, unaona, kunywa kwako unakunywa kama wapagani, basi ujue wewe ufalme wa mbinguni hauko ndani yako, bali wewe unangojea kwenda motoni. Hata ukifa Mungu hata kutambua.
utasetwa katika moto milele. Katika Warumi sura ya 12 mstari wa 2, wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Msifuatishe namna ya dunia, yani ulimwengu mzima iko namna wanaenenda watu, na wewe ukienenda hivyo ujue wewe unatokana na shetani, wala utokani na Mungu, kwa sababu wana wa giza wana maisha yao, wana wa shetani wana maisha yao wanayoishi, wanayajua. Kwenye disco wamo, kwenye mipira ya ligi wamo, kwenye mabongo flava wamo, kwenye uchafu wa shetani wa dunia wamo. Ndio maana wale wanatajwa ni wana wa shetani, wala Mungu hawatawatambua kwenda mbinguni. Mbinguni hawaingii watu wa hivyo. Uliishi na mafundisho yako mwenyewe. Duniani kuna mafundisho mengi, kuna mafundisho ya shetani, kuna mafundisho ya dini. Shetani na yeye ana mafundisho yake. Movie ni mafundisho ya shetani, mizaha ni mafundisho ya shetani. Yako mengi sana katika uso wa dunia, na wengi wanayoyafuata watakula matunda yake sasa kulingana na jinsi walivyoyafuata. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 9, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. Kwa hiyo utaona wana wa shetani hawa huwa hawawezi kutamani kufa, wanajua wanapokufa wanaenda motoni. Sasa angalia, wewe ambaye unaijua kwamba ni mwana wa Mungu, usiishi maisha kama wapagani. Wapagani na wao kuna kitu wanakiita sio kufunga, sio wanafunga kwa mwaka mara moja, sio kwa mwaka, sio wanafunga mwezi kwa mwaka. Ule ni upagani. Kufunga wewe lazima uwe na vipindi mara kwa mara vya kufunga, sio kama ulimwengu ulivyopanga. Hiyo dunia yao, shetani wao anawapa nafasi ya kufunga, maana hata shetani anafunga pia. Ndio mifungo ya kishetani hiyo unakotaka wanaifanya, kwamba kila mwaka wanafunga sio mara ngapi, kwa mara moja sijui. Hiyo ni mifungo ya kishetani. Mwana wa Mungu huwezi kukaa mwaka mzima hujafunga. Maana yake mtu ambaye anakaa mwaka mzima hajafunga anakuja kufunga mwakani, huyo ndani yake ameshakufa kiroho. Yani huyo ni maiti kabisa, ameshakufa kiroho. Wewe ni sawa sawa mtu unakaa kila siku haudi chakula, unakuja kula mwakani, utakuwa umeshakufa zamani. Ndio maana wengi wasiokuwa na uwezo kufunga, Mungu wao anakuwa ni tumbo. Hivyo ili uweze kushinda nguvu za adui, lazima Yesu Kristo akupatie namna ya kuweza kuwa ni mfungaji. Katika Wafilipi sasa sura ile ya 3 na mstari wa 19, maandiko yanasema, mwisho wao ni uharibifu, Mungu wao ni tumbo, utukufu wao katika fedheha yao, kwa waniao mambo ya duniani. Unajua Mungu anaweza akawa kazi yako. Mungu anaweza kani kile kitu unachokipenda, kwa sababu Mungu ashasema mimi ndimi Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine. Yani Mungu waga hataki ukipende kitu kingine chochote kuliko yeye Mungu. Ukimpenda mume kuliko Mungu, huyo mume ni Mungu wako. Ukipenda vyakula kuliko Mungu, hivyo vyakula ni Mungu wako. Ukipenda kitu chochote kile kuliko Mungu, yani kikawa cha kwako, ndio nafasi ya kwanza kwenye maisha yako, huyo anakuwa ni Mungu wako. Yani ukifanya kwa kama Mungu, ndio maana unakipa nafasi ya kwanza. Anayepewa nafasi ya kwanza huwa lazima awe ni Mungu. Kwa unapochukua kitu ukikiwekea kuwa nafasi, kikashika nafasi ya kwanza, huyo ni Mungu wako. Sasa ndio maana hata maandiko yanasema Mungu wao ni tumbo. Yani mtu anapenda kula tu, hana uwezo kufunga, huyo Mungu wake ni tumbo. Ndio maana anajali tumbo kuliko kujali nafsi yake. Huyo usifikiri kwamba ataona uzima wa milele, baada ya kufuata tupwa katika moto milele, kwa kuwa watu wa namna hiyo wao jehanamu ya moto inawahusu. Nguvu za shetani zitakuwa sana kwao. Asiyefunga kuna vitu haviwezi kuondoka. Hata wana maombi, kama mtu ufunge, kuna vifungo vingi sana huwa haviwezi kuondoka, isipokuwa kwa kusali na kufunga. Katika sasa ile Mathayo sura ya 17 na mstari ule wa 21, maandiko yanasema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Lazima usali na kufunga. Hivyo nawaeleza kabisa kwamba yeyote aliyeokolewa ndani yake amejaa chemchemi ya furaha, amejaa chemchemi ya amani. Ndani yake hana hukumu. Ndani yake anaona nikifa sasa hivi naenda mbinguni kabisa kabisa.
hata parapanda kilia, ana uhakika mimi nanyakuliwa sasa. Lakini mwenye dhambi amejaa hasira, amejaa woga, amejaa hofu, kila mtu anahukumiwa ndani yake, anashtakiwa, wewe umefanya maovu, wewe umetokana matusi, ndani yake hana amani. Anaona ikitokea kifo, anaona kabisa mimi naenda motoni. Ndio maana anaanza kuogopa kifo, anaogopa kifo, anaogopa kifo. Unaogopa kifo kwa sababu hauna Yesu ndani yako. Unaogopa kifo kwa sababu anayekutawala ni shetani. Unaogopa kifo kwa sababu ndani yako hauna Mungu. Ni mpaka ugeuke leo ili umwachie Yesu ashike maisha yako, utubu na kuacha uovu. Hapo ndipo utakapogeuzwa. Sasa jiangalie, baada ya kusikia maneno haya, baada ya kusikia ujumbe huu, inamisha kichwa chako chini. Baada ya kusikia ujumbe huu, inamisha kichwa chako chini, jiangalie. Je, ukifa sasa hivi wewe utaenda mbinguni? Je, una furaha kwamba ukifa unaweza ukafika katika uzima wa milele? Jiangalie maisha yako unayoishi. Wewe sio umeenda motoni? Jiangalie sasa maisha unayoishi. Wewe sio mwenye dhambi, wewe sio mwasherati, wewe sio muongo, wewe sio mzinzi, wewe sio msagaji, wewe sio mlawiti, wewe sio mfiraji. Hauna matusi ndani yako, hauna masengenyo ndani yako. Hili neno la Mungu limetumwa kwako leo ili Yesu akugeuze. Kama huna Yesu usijifariji, mbinguni hawako watu kama wewe. Na kueleza kabisa sasa, huu ni wakati wa toba. Unajigundua kabisa kama maisha yako wewe ni uchafu unafanya. Hapa ukubali kutubu dhambi na kuziacha ili Yesu aingie ndani yako akusaidie, akupe uwezo wa kuacha uchafu huu. Bila Yesu hutaweza. Utakaa na dini yako, lakini hiyo dini itakusindikiza kwenda motoni. Mwambie Yesu, nisamehe leo. Amekuona jinsi ulivyo. Maisha yako wewe umekuwa unaishi maisha ya uchafu. Kuvaa kwako unavaa dunia, unavaa pagani. Kuongea kwako unaongea kipagani. Kutenda kwako utendi kama wana wa Mungu. Sasa nakueleza leo, ukubali kutubu dhambi na kumpokea Yesu ili akugeuze, akubadilishe. Na kueleza kabisa, ukiendelea katika maisha haya, muda sio mrefu utakufa, wala mbinguni utaingia. Na ndani yako ndio maana umekuwa ukiogopa kufa. Unaogopa kufa kwa sababu ndani yako roho yako imeshakufa, wala huna Mungu ndani yako. Mnyosha mikono yako juu, ufuatishe maneno haya na ukwenda kuzungumza. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Hakika umeniona mimi ni mwenye dhambi. Natubu dhambi zangu zote, nikimaanisha kuziacha kabisa. Bwana Yesu, lifute jina langu katika vitabu vya hukumu na mauti, na uliandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Asante Bwana Yesu. Bwana Yesu, namkataa shetani na kazi zake zote na mipango yake yote. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umenisamehe na umeniokoa katika jina la Yesu. Basi utakaa kimya, nitaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, uangalie wanawake na wanaume hawa ambao Bwana wamekubali kutubu dhambi zao na kumaanisha kuziacha. Wape neema na nafasi basi ya kushinda dhambi. Majina yao yafute katika vitabu vya hukumu na mauti. Uyaandike majina yao katika kitabu cha uzima wa milele. Baba, nakusihi usiwahesabie uovu huu. Baba, kwa jina la Yesu watakase Bwana. Wape nafasi na neema ili hata wakifa basi waingie mbinguni. Baba, nakusihi Roho Mtakatifu uwaoshe kwa damu yako iliyovuja pale Kalvari. Roho Mtakatifu, nakushukuru kwa kuwa sasa wameokolewa. Asante Mungu mwenye nguvu. Pokea utukufu, heshima na shukrani katika jina la Yesu. Wewe uliyekuwa umeokoka, usiruhusu maisha ya dhambi ya kutawale, ila mwachie Yesu mwenyewe asimame. Na wewe ambaye ulikuwa hujaokoka ndio umeokoka sasa kwa kutubu dhambi, fuatilia sana mafundisho ya wokovu ili uzidi kumjua Yesu zaidi, ili hatimaye hata kama parapanda kilia au ikatokea namna yote ile, uweze kuwa una uhakika wa kuingia mbinguni. Baba, nakushukuru kwa somo hili. Naligonga muhuri ikawe ni mbegu ndani ya watoto wako. Adui asiwanyang'anye neno hili, yeye ambaye ni kama mwizi. Baba, nakusihi uwalinde kwa damu yako Yesu. Uwafunike kwa moto wako.
Asante Mungu mwenye nguvu, nimeomba na kushukuru katika jina la Yesu, amen.